Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Huiuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Makofi na vigelegele. Sasa ukisoma hii mistari huoni mahali pameandikwa damu. Amen. Lakini kwa uhakika damu iko mahali hapo. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Damu iko katika mistari hii, lakini imejificha, na kwa sababu Mungu anataka tujue wema na fadhili zinazopatikana katika Zaburi hii, tutakwenda kuona mali hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tumesema ndani ya damu ya Yesu kuna fadhili, kuna wema. Tujifunze nini maana ya wema. Amen. Nini maana ya wema? Na tukijua maana ya wema, kumbe jambo hilo ndilo ambalo damu ya Yesu inafanya. Jina la Bwana litukuzwe. Wema, nimepata tafsiri kwenye kamusi ya Kiswahili. Anasema wema ni hali ya kutenda matendo mazuri, au wema ni uzuri. Tunaposema mtu fulani ni mwema, anatenda mambo mazuri. Haleluya. Kwa hiyo wema ni uzuri, au wema ni hali ya matendo mazuri. Kwa hiyo katika damu ya Yesu, Mungu ameficha au amehifadhi ndani yake kila tendo lililo jema analokusudia kumtendea mwanadamu. Narudia tena hiyo sentence. Katika damu ya Yesu, au ndani ya damu ya Yesu, Mungu ameficha ndani yake kila tendo lililo jema analokusudia kulitenda katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tunaposherekea kufa na kufufuka kwa Kristo, maana yake tunasherekea damu ambayo imekuja kututendea kila lililo jema katika maisha yetu. Lakini tukiangalia nini maana ya fadhili, nini maana ya fadhili, taleta tafsiri kutoka kwenye kamusi sanifu ya Kiswahili. Anasema fadhili ni hali ya kutoa msaada wakati wa haja au wakati wa shida. Kwa lugha nyingine, fadhili ni ukarimu. Fadhili ni ukarimu. Kwa ndani ya damu ya Yesu kuna ukarimu. Yesu alimwaga damu yake ili aweze kutupatia msaada wakati tunapokuwa na mahitaji, au wakati tunapokuwa katika mateso. Yesu alimwaga damu yake ili tuweze kupata msaada. Mwambie jirani yako, damu ya Yesu imekuja ili tupate msaada. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa tunarudi kwenye mistari yetu. Daudi tunajua alikuwa ni mfalme wa mateso, au alikuwa ni mfalme wa vita. Daudi maisha yake yote ya utawala wa kifalme, yeye kazi yake alikuwa mstari wa mbele katika vita, kupigana na maadui ili kuwakomboa ama kuwaweka salama taifa lake la Israeli. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa ulifika wakati Daudi
alihitaji msaada kwa namna moja au nyingine. Alihitaji msaada ili aweze kufanikisha vita, lakini pia na yeye apate kuwa salama, kwa sababu siku zote unapokuwa katika vita, kuna wakati unapata hofu kwamba adui yangu wakati wowote anaweza akanivamia, au wakati wowote adui yangu anaweza akanidhidi vita, anaweza akanizidi nguvu. Kwa hiyo ili uweze kuwa na tumaini, unahitaji kusikia kwamba pembeni yako ama kuna mtu yeyote ambaye anatangaza kukusaidia. Na Daudi alipotafuta ni wapi anaweza kupata msaada, ni wapi anaweza kupata nguvu ya kupigana vita aweze kushinda, akagundua katika roho, akasema kumbe Bwana ndiye mchungaji wangu. Na Bwana ni nani? Ni Bwana Yesu, si ndio? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Katika majani ya malisho mabichi uniongoza. Akaona msaada anaopata katika maisha ni katika Bwana pekee. Na ninajua kabisa hata katika maisha yetu, Shema, si umekaa tena wakati watu wako vitani. Jina la Bwana libarikiwe. Ili kanisa tunataka watu wao wanajeshi. Sehemu ya kufanya kazi inayokuhusu unafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Sasa damu katika hii mistari tunaipata wapi? Nenda katika mstari ule, mstari wa 5. Mstari wa 5 anasema, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Lakini mpaka hapo hatuone damu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninakupeleka siku ya Alhamisi, wakati Bwana Yesu anakaribia kwenda mlima wa Getsemani kwenda kuomba. Alipokuwa anajiandaa, akawatuma wanafunzi wake, akasema, nendeni mpaka kijiji kinachowakabili, mtamkuta mwanapunda. Haleluya. Mtamkuta mwanapunda. Kabla ya kumpanda mwanapunda, akasema, mtaniandalia meza ya Bwana. Haleluya. Mtaniandalia meza nipate kushiriki mara ya mwisho pamoja na ninyi. Wakaenda wakaandaa, akaongoza yeye kama kuhani mkuu, akaongoza ile ibada ya meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika meza kulikuwa kunapatikana mkate, kulikuwa kunapatikana nini? Sasa wanafunzi wangu hawa wanawaza Yesu kafa. Yesu hajafa, alishagafufuka. Yu hai. Hiyo tunasema ni kumbukizi. Hajafa jana wala juzi. Zaidi ya miaka 2000